Watu wanasema hivi, wanataka kuandamana, wanataka kuandamana. Hakuna elimu ya uraia. Kwa nini wasiandamane na elimu ya uraia? Hakuna. Na wameshaambiwa kuwa ukiandamana hupati haki. Nani aliyesimama akasema haki haipatikani kwa kuandamana? Ziko njia na taratibu za kupatikana haki, si kuandamana. Nani katoa elimu hiyo? Hawa vijana wana elimu kwamba Mandela alikaa jela miaka aliyokaa jela, maandamano ndio yaliyomfanya apate uhuru. Nyerere aliandamana wapi jamani? Wazee wetu waliandamana wapi? Katika siasa unamkuta Sheikh Ramia yuko mbele, katika siasa utamkuta Sheikh Hassan bin Amir yuko mbele. Katika siasa Sheikh Hassan bin Amir katika siasa unamkuta yuko mbele, na nashukuru nimekaa naye Sheikh Hassan bin Amir Ashirazi, nimekaa naye na alikuwa akizungumza siasa, lakini sio siasa hizi zisizokuwa na macho wala kichwa. Alisimama kidete na Mwalimu Nyerere katika kukomboa nchi, katika kuondoa wakoloni, lakini hakuandamana. Na haki nyingi zimepatikana kutoka kwa wakoloni na wengine, si kwa maandamano. Sasa nani anakaa kuwaambia vijana hawa kwamba maandamano ni mambo yaliyopitwa na muda? Njia hizi tumieni, njia hizi tumieni, njia hizi. Watu wanapotaka haki, ziko njia za kupita na haki yao wanapewa. Tena huyo mwenye aliyekuwa na hiyo haki huku anacheka. Mwalimu Nyerere alikuwa na mawe mangapi alipokwenda Yuno? Alishika mawe mangapi? Alimpiga gongo kule nani? Alikwenda kwa unyenyekevu na hekima na busara. Wenyewe wazungu wakasema huyu anafaa kupewa nchi, twendeni tukampe. Tukaja tukapewa nchi yetu. Mwalimu Nyerere akasimama imara kidete kwa kuelimisha jamii yake. Ana vitabu vingi kaandika kuhusu siasa, ana njia nyingi ameziweka za kiuchumi kwa watu wake, ana njia nyingi ameziweka za kiustawi kwa watu wake. Nendeni mkasome vitabu vyake, mtamuona Mwalimu Nyerere baada ya kupewa nchi, sio tu alikuwa kazi yake kula wali, aliandika vitabu, vipo katika uchumi na mambo mengine na ustawi wa jamii. Na alisimama yeye na mashekhe. Angalieni hotuba zake za mwisho, anazungumza viongozi wa dini ya Kiislamu, namna alivyoshirikiana nao katika kuiendesha nchi hii. Sasa Imamu, lazima elimu ya uraia isomwe hapa msikitini. Tuandae vijana wetu wawe wana uwezo wa kuzungumza na hao wengine wasiokuwa na elimu, waweze kuwakataza, waweze kuwakosoa, waweze kukabiliana nao kwa hoja, sio kwa nguvu. Nguvu ya hoja watazipata wapi? Msikitini. Huyo Imam Ghazali ameandika kitabu Ihya Ulumuddin, mna hoja mle, kaandika kitabu ndani yake mna hoja. Za kila aina ya watu wamejibiwa mle ndani ya Ihya Ulumuddin. Na ameandika wakati gani? Wakati wa zama kama hizi, kwa sababu wakorofi hawaishi. Huwezi ukawamaliza wakorofi. No. Imam Ghazali akalazimika kuandika kitabu
baada ya kutokea watu wanaleta mambo yao badala ya mtume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akawaandikia kitabu Ihya Ulumuddin. Sasa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala salatan tukhrijuna min dhulumati ila nur. Kwa hiyo msikiti kama huu na misikiti mingine, maimamu wapo wengi hapa, litazameni hili, mkiliona linafaa lichukueni, kama halifai niacheni mwenyewe Alhamisi. Lakini vijana wanataka wafundishwe siasa. Vijana lazima kufundisha siasa. Vijana wanatakiwa pia waingie kwenye siasa, kwa sababu ni waadilifu. Tunatoa vijana waadilifu, lazima waingie kwenye siasa ili wakaongoze nchi kwa uadilifu. Mnapowakataza vijana kuwasomesha siasa na hamtaki waingie kwenye siasa, mnataka nini? Matokeo yake ndio kwenye siasa wanaingia watu sio waadilifu. Hatimaye ndio hiyo, mkiacha hope on hiyo, maana yake ni hiyo, mnawaachia watu shamba. Nchi kama hii imejaa mafedha, nchi kama hii imejaa rasilimali, inataka ucha Mungu. Migodi, SGR, sijui Mwalimu Nyerere, bwawa, mali zilizojaa katika nchi hii ni nyingi. Bila ya wacha Mungu, watu waadilifu wenye maadili, itakuwa ni hatari kila siku. Kwa hiyo wito wangu mashekhe ni huo, ni kwamba vijana wanatakiwa wafundishwe. Misikiti lazima iwe na darsa za kufundisha watu, sio kufundisha wanaharakati, kufundisha elimu, watu wawe na maarifa, sio wanaharakati, watu waelimishwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sheikh wangu Sheikh Mahmud bin Sheikh Nuruddin bin Hussein Shadili, mwenyekiti Ali Mumba, simama Sheikh, watu wakuone, manake watu. Asante Sheikh. Sheikh wangu Sheikh Mtoro, Mungu akuongezee umri na mengi akuongezee. Sema kweli itifaki imezingatiwa. Sheikh wa mkoa Sheikh Shaban Pembe, kusema kweli uongozi wa Masjidi Mtambani bado jina ni hilo au libadilika? Imetufanyia wema, na katika jumla ya wema ndio huu ambao upo mbele ya uso wetu, wema. Kiasi ambacho mkaweka uongozi katika msikiti huu unaoendana na uongozi wa kuongoza msikiti. Mungu awajaze kila la kheri. Uongozi wa msikiti ndio dira, na ndio maana leo tunaona mlivyotufanyia wema. Haya tulikuwa tunayaona Masjidi Kitumbini, sura za namna hii. Kitumbini, msikiti wa Mtoro ndio ulikuwa una mahaba ya kukusanya wanawachuoni hao aliokuwa anawataja
shekhe wa mkoa. Mashekhe kuna mnasaba wanaitwa, wanakuja kama hivi. Masjidi Shadhili, hivi ndivyo ilivyokuwa ikiwa, lakini haya huwa hayaji bure, lazima kuwe na mfanyaji. Hakuna mambo yanaweza kwenda tu hivi hivi. Sasa niwapongeze uongozi wa msikiti Mtambani kwa kututengenezea mazingira bora ambayo leo yanaongozwa na Sheikh Shabani Pembe. Mungu awajaze kila la kheri. Mwito wangu, siku zote watu huwa wanazungumza, wanawataja maimamu, wanaacha kuwataja viongozi wanaoongoza msikiti. Bila ya kamati ya msikiti hakuna imamu. Lazima tuambizane kweli. Imamu anatengenezwa, imamu anapambwa, imamu anawekwa na uongozi wa msikiti. Lau kama uongozi huu wa msikiti huu usingelimdekeza hivi Sheikh Shaban, usingelimkubalia na ukamweka mbele, usingelimwezesha, asingeweza kufanya haya. Kwa hiyo hongereni sana. Mwito wangu, Sheikh Shabani Pembe ni kijana, na unaona walio wengi hapa ni vijana. Muongezeeni baraka ili afanye makubwa, kwa sababu hudhuri hii inaonyesha uwezo kwamba anaweza kuongoza msikiti huu. Ndio maana ya hii hudhuri hii. Sasa muongezeeni uwezo, mwambieni aandae bajeti, aandae ratiba ya mambo mbalimbali. Leo vijana wanataka kulelewa, vijana wanataka kuongozwa, vijana wanataka kusimamiwa, vijana. Lau kama si wale mashekhe ambao shekhe wa mkoa alikuwa anawataja hapa, na yuko shekhe mmoja aliwataja mashekhe, akamtaja mpaka Imam Ghazali na wengine. Mashekhe walishughulika huko nyuma, akamtaja, anasema nampenda Sheikh Ramadhan Abbas. Shekhe ambaye Dar es Salaam nzima, Sheikh Ramadhani. Ukitaka umjue Sheikh Ramadhani basi ni pale inapofika adhuhuri. Pale inapofika adhuhuri, madarweshi wote, matalabati ilmi wote wako nyumbani kwake.
ni majungu ya wali watu wanakula. Vijana ambao hawana pakula, hawana shekhe anakaa, utafikiri kuna hadhara. Hiyo ni kila siku, hakuna siku ambayo hakujapikwa sifuria 2 3. Shekhe anawalisha watu, mwenyewe yuko katikati, anatania vijana wake, yuko pale. Sheikh Ramadhan Abbas ametulea wote. Sasa na vijana hao walioko sasa hivi wanataka malezi. Nani atawalea hawa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Misikiti hii misikiti ndio vituo vya kulea. Kwa hiyo uongozi wa msikiti huu ukiwapa nafasi maimamu kama hawa, wanaweza kufanya makubwa katika malezi. Misikiti ikifanya kazi ya kukusanya sadaka na kugawana, ikawa kama ni kijiwe, hawa vijana hawana mahala pa kuwaongoza. Mwito wangu nyinyi viongozi wa msikiti huu, msiishie haya mlioyafanya. Msikiti ni mkubwa, msikiti wa Mtamani tunafahamu, na uwezo wake ni mkubwa, unaweza kulea vijana. Leeni vijana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, bada ad-dinu ghariba wa sayaudu ghariba. Sasa yule Ali bin Abi Talib, yule Abi Bakri ni Siddiq, yule kina Hamza wa amsaluhum, kina Bi Khadija, hao walisimama imara wakati dini ndiyo inaanza. Mtume anatambia hao hawaishi, kina Bi Khadija hawaishi, kina Ali hawaishi, kina Hamza hawaishi, kina Abu Bakri hawaishi, wataendelea kuwepo kwa sababu ndio maisha. Asira, mapambano kati ya haki na batil ni kitu kisichokwisha. Haitatokea siku moja batil ilale, haitatokea. Hakadha haitatokea siku moja haki ilale iachie batil ikivuruga. Mtume akaulizwa, wamanil ghuraba ya Rasulullah, nani hao alghurabau? Ni watu gani? Kwa sababu ya uzee, hebu ngoja nirejee, kwa sababu ni maneno muhimu, ni maneno muhimu.
Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema almuslihuna inda fasadi nnas humul ghuraba, wale wanaosimama imara kusimamia maadili pale yanapovurugwa. As-salihuna baina ahli su, wale watu wanaotengeneza katika jamii iliyo ndani yake na watu wasiokuwa na maadili. Al-ghurabau hum ahlu al-istiqama alladhina yatamassakuna bidinihim wa sunnati nabiyihim sallallahu alayhi wasallam inda fasadi zaman wa taghayyuri ahwali an-nas. وقد وردت في وصفهم عدة روايات صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين مكانتهم وصفاتهم. Kwa hiyo wakati dini inaanza kulikuwa na vita na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kulikuwa na vita na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndivyo ilivyoanza dini. Mtume anasema bada ad-dinu gharib wa sayaudu ghariba. Anasema tuba lilghuraba, pongezi kwa wale ambao watakaosimama kidete kutetea maadili. Hao watu wamefuzu. Kwa hiyo sasa hivi kunatakiwa watu wa kusimamia maadili. Maadili yamemonyoka misikitini. Kwa nini? Kwa sababu wanapewa madaraka katika misikiti watu ambao sio sahihi. Wanaipeleka mrama misikiti, wanachukua mada zao, agenda zao, wanazitia msikitini. Kwa hiyo nawapongeza sana viongozi wa msikiti wa Mtambani. Mwito wangu ni kwamba zama hizi sio hizi tu, hii ni kawaida. Watu wanasema sijui kuna nini, ni kawaida. Sijui ukisoma kuna mtume anaitwa Lut, ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Lut na watu wake, kazi yao ilikuwa nini? Kwani sasa hivi kuna maluti? Sasa hivi hakuna. Sasa hivi hakuna maluti. Sasa hivi mnazungumzia mashoga. Kuna ushoga sasa hivi? Huu si ushoga huu. Someni tarehe. Sheikh Shabani, somesha tarehe, wakumbushe watu, warudishe watu katika kaumu Lut. Walikuwa wakifanyaje mpaka ile Sodom na Gomora ile pale? Kwa nini ilitokea? Kwa sababu kulikuwa na hao. Sasa hivi kuna mashoga bwana. Wala tusife nguvu kusema sijui kuna mashoga. Hakuna mashoga sasa hivi kuwashinda mashoga wa kaumu Lut. Sasa tupambane, tusomeshe vijana wetu, tusomeshe watoto wetu. Misikiti yetu iwe ni daraja, misikiti yetu iwe ni jahazi. Tuunganishe baina ya vijana wetu na msikiti. Na kazi hii haiwezi kufanywa isipokuwa na uongozi wa msikiti. Imam peke yake hawezi, lazima imamu apewe nguvu. Imamu peke yake hawezi, imamu apewe nguvu. Lazima awe na ratiba imamu ya vijana. Msikiti kama huu unazungukwa na vijana, wanaachwa tu vijana wanatembea, sio sahihi. Waumini hawana mahusiano, mafungamano na misikiti yao, hawaulizwi kheri wala shari. Hakuna programu zozote za kuunganisha waumini na misikiti yao. Haiwezekani. Vijana wanaharibika, tunasema wanaharibika. Nini dauru ya msikiti? Nini nafasi ya msikiti? Msikiti unachukua jukumu gani?
Unafikiri kazi yako kuadhini Allahu akbar, Allahu akbar, watu waje kusali tu? Watu waje katika kheri na katika jumla ya kheri. Darsa, msikiti lazima uwe na darsa. Na watu wanadhani kwamba darsa lazima atoe imamu. Imamu ni mtu wa sera, imamu ni msimamizi wa sera. Sio lazima darsa atoe imamu yeye kama yeye. Yeye kazi yake anaandaa ratiba, yeye ndio masuul mbele ya kamati. Lakini nguzo kama hizi, nenda Madina unakuta imamu yeye ndio anasomesha imamu. Nenda Maka unakuta imamu ndio anasomesha. Wako mashekhe wanasomesha na imamu yupo. Huo ndio taratibu. Kwa hiyo nguzo hapa ziko 4. Hapa imamu, hapa kuna shekhe mwanachuoni wa fiqh, pale kuna mwanachuoni wa mirathi, pale kuna mwanachuoni wa lugha, pale kuna mwanachuoni, hapo nje kuna mwanachuoni mwingine, huko kuna mwanachuoni mwingine, juu kuna mwanachuoni mwingine. Wakati wa darasa vijana wanafundishwa dini yao, vijana wanafundishwa maadili. Programu hizi ziko wapi? Watu wanaojitolea wako wapi? Tunapomzungumza Sheikh Ramadhan Abbasi ni mfano wa watu wa karimu Dar es Salaam. Sheikh Ramadhan Abbasi anawakilisha makarimu Dar es Salaam. Sheikh Qasim bin Juma anawakilisha imamu aliyekuwa akikusanya vijana msikiti wa Mtoro, msikiti wa vijana. Ndio aliyekuwa akitoa changamoto kubwa kwa vijana, aliwapenda vijana sana Sheikh Qasim bin Juma. Sheikh Junaid ni mlezi, ndio aliyemlea Sheikh Qasim Juma. Msikiti mkubwa Kitumbini. Hiyo ndio kazi ya misikiti, sio kazi kuja kuswali na kuondoka. Misikiti lazima iwe inafanya kazi ya kulea. Kwa hiyo nisitawilishi muda, ni kwamba mwito wangu, uongozi wa msikiti Mtambani, mpeni nafasi Sheikh Pembe, mwambieni hebu tuandikie programu yako kuhusu vijana. Ukae na vijana wenzio, uwaelekeze, uwafundishe. Leo tukisikia nje huko kuna minong'ono ya uharibifu. Sasa ikiwa kama hujamfundisha mtoto wako, wale wazee wa zamani kule jandoni kuna kila kitu. Ndio maana mwanamke anampenda mume wake kwa sababu ya jando. Mnafikiri bure? Au jando halieleweki maskini? Inna lillahi. Kuna kitu kinaitwa jando na unyago. Huo ndio unomfanya mtoto wa kiume ampagawishe mtoto wa kike. Jando na unyago. Kwa hiyo jandoni ndiko kunakotengeneza mtoto wa kiume, na unyago wa kike ndiko anakotengenezwa mtoto wa kike. Hawa wanatengenezwa, ndio maana kukawa na maadili, ndio maana kukawa na ndoa zikawa zinadumu. Leo ukiambiwa idadi ya talaka utakimbia. Wanaume hawana ustahimilivu, wanawake hawana ustahimilivu. Mwanamke kitu cha kwanza anachokidandia akirudi mume wake ni simu, ili ajue siri zake. Ndio kitu cha kwanza. Mtoto wa kiume alikuwa anaambiwa huna ruhusa chumbani kufunua kitu, huna ruhusa kufunua, ilikuwa ni mwiko. Amerudi mtoto wa kiume ana njaa, chakula kiko pale, hana ruhusa kufunua mpaka apewe.
Hayo ndio yalojenga maadili kiasi ambacho watu wakaishi pamoja, kwa sababu maadili ni kanuni. Maadili ni kanuni. Kama hakuna zile kanuni 17 zinazoongoza mpira wa miguu mnaoupenda, hakuna mpira. Kombe la dunia hili, kombe la dunia, kama hakuna zile kanuni 17 hakuna mpira. Uongo. Kwa sababu zile kanuni ndio zinazotengeneza burudani. Zile kanuni ndio matokeo yake, ndio ile burudani unaiona pale. Bila ya zile kanuni utaona karaha tu, mguu shingoni, mtu anatia mpira goli kwa mkono. Hakuna kanuni. Kwa hiyo ndoa ina kanuni, maisha yana kanuni, jamii ina kanuni zake. Sasa hizi lazima vijana wetu tuwafundishe kanuni za maisha, kanuni za kuishi na watu, kanuni za kuishi na majirani, kanuni za kuishi na mke kuishi na mume. Kanuni watazipata wapi? Siku moja nilikuwa nawaambia, namalizia. Watu wanasema hivi, wanataka kuandamana, Hakuna elimu ya uraia. Kwa nini wasiandamane na elimu ya uraia hakuna? Na wameshaambiwa kuwa ukiandamana hupati haki. Nani aliyesimama akasema haki haipatikani kwa kuandamana? Ziko njia na taratibu za kupatikana haki, si kuandamana. Nani katoa elimu hiyo? Hao vijana wana elimu kwamba Mandela alikaa jela miaka aliyokaa jela, maandamano ndio yaliyomfanya apate uhuru. Nyerere aliandamana wapi jamani? Wazee wetu waliandamana wapi? Katika siasa unamkuta Sheikh Ramia yuko mbele, katika siasa utamkuta Sheikh Hassan bin Amir yuko mbele. Katika siasa Sheikh Hassan bin Amir katika siasa unamkuta yuko mbele, na nashukuru nimekaa naye Sheikh Hassan bin Amir Ashirazi, nimekaa naye na alikuwa akizungumza siasa, lakini sio siasa hizi zisizokuwa na macho wala kichwa. Alisimama kidete na Mwalimu Nyerere katika kukomboa nchi, katika kuondoa wakoloni, lakini hakuandamana. Na haki nyingi zimepatikana kutoka kwa wakoloni na wengine, si kwa maandamano. Sasa nani anakaa kuwaambia vijana hawa kwamba maandamano ni mambo yaliyopitwa na muda? Njia hizi tumieni. Watu wanapotaka haki, ziko njia za kupita na haki yao wanapewa. Tena huyo mwenye aliyekuwa na hiyo haki huku anacheka. Mwalimu Nyerere alikuwa na mawe mangapi alipokwenda Yuno? Alishika mawe mangapi? Alimpiga gongo kule nani? Alikwenda kwa unyenyekevu na hekima na busara. Wenyewe wazungu wakasema huyu anafaa kupewa nchi, twendeni tukampe. Tukaja tukapewa nchi yetu. Mwalimu Nyerere akasimama imara kidete kwa kuelimisha jamii yake. Ana vitabu vingi kaandika kuhusu siasa, ana njia nyingi ameziweka za kiuchumi kwa watu wake, ana njia nyingi ameziweka za kiustawi kwa watu wake. Nendeni mkasome vitabu vyake, mtamwona Mwalimu Nyerere baada ya kupewa nchi
sio tu alikuwa kazi yake kula wali, aliandika vitabu, vipo katika uchumi na mambo mengine na ustawi wa jamii, na alisimama yeye na mashekhe. Angalieni hutuba zake za mwisho mwisho, anazungumza viongozi wa dini ya Kiislamu namna alivyoshirikiana nao katika kuiendesha nchi hii. Sasa Imam, lazima elimu ya uraia isomwe hapa msikitini. Tuandae vijana wetu wawe wana uwezo wa kuzungumza na hao wengine wasiokuwa na elimu, waweze kuwakataza, waweze kuwakosoa, waweze kukabiliana nao kwa hoja, sio kwa nguvu. Nguvu ya hoja watazipata wapi? Msikitini. Huyo Imam Ghazali ameandika kitabu Ihya Ulumuddin, mna hoja mle, kaandika kitabu ndani yake mna hoja. Za kila aina ya watu wamejibiwa mle ndani ya Ihya Ulumuddin. Na ameandika wakati gani? Wakati wa zama kama hivi, kwa sababu wakorofi hawaishi. Huwezi ukawamaliza wakorofi. No. Imam Ghazali akalazimika kuandika kitabu baada ya kutokea watu wanaleta mambo yao badala ya mtume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akawaandikia kitabu Ihya Ulumuddin. Sasa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi salatan tukhrijuna min adh-dhulumati ila an-nur. Kwa hiyo msikiti kama huu na misikiti mingine, maimamu wapo wengi hapa, litazameni hili, mkiliona linafaa lichukueni, kama halifai niacheni mwenyewe Alhamisi. Lakini vijana wanataka wafundishwe siasa. Vijana lazima kufundisha siasa. Vijana wanatakiwa pia waingie kwenye siasa, kwa sababu ni waadilifu. Tunatoa vijana waadilifu, lazima waingie kwenye siasa ili wakaongoze nchi kwa uadilifu. Mnapowakataza vijana kuwasomesha siasa na hamtaki waingie kwenye siasa, mnataka nini? Matokeo yake ndio kwenye siasa wanaingia watu si waadilifu. Hatimaye ndio hiyo, mkiacha hope on hiyo, maana yake ni hiyo, mnawaachia watu shamba. Nchi kama hii imejaa mafedha, nchi kama hii imejaa rasilimali, inataka ucha Mungu. Migodi, SGR, sijui Mwalimu Nyerere, bwawa, mali zilizojaa katika nchi hii ni nyingi. Bila ya wacha Mungu, watu waadilifu, wenye maadili, itakuwa ni hatari kila siku. Kwa hiyo wito wangu mashekhe ni huo, ni kwamba vijana wanatakiwa wafundishwe. Misikiti lazima iwe na darsa za kufundisha watu, sio kufundisha wanaharakati, kufundisha elimu, watu wawe na maarifa, sio wanaharakati, watu waelimishwe. Wassalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.